Lakini lazima tuwaambie wananchi ili wajue, ili tukijua sote tunaweza tukajua kwamba tupo katika mazingira ya namna gani, na wajibu wa kila mmoja ni nini kuweza kukabiliana dhidi ya matishio tuliokuwa nayo ya kiusalama, ili tuweze kulinda mkoa wetu, tuilinde serikali yetu, tuilinde nchi yetu dhidi ya watu wenye nia ovu, wenye nia mbaya, wenye matamanio ya nchi yetu. Kwetu sisi katika mkoa wa Songwe, kilichotokea sio maandamano kama baadhi ya watu wanavyotumia nguvu kubwa kutaka kuwaaminisha watu wengine. Kwa hiyo kilichotokea siku ya tarehe 29 katika mkoa wetu wa Songwe zilikuwa ni fujo, kilichotokea zilikuwa ni vurugu, kilichotokea zilikuwa ni njama za kupangwa na kuratibiwa, ambalo lengo lake, ukiangalia namna iliyotokea, lengo lake la kwanza ilikuwa ni kuharibu na kuvuruga uchaguzi usiweze kufanyika na kukamilika. Lakini malengo yao ilikuwa ni kuweza kuidondosha na kuiangusha serikali. Wako watu walikamatwa kutokana na kuhusika katika vurugu zile ambazo zilikuwa zimejitokeza, na miongoni mwa watu hao ambao walikamatwa, wako wengine waliingia kwenye mkumbo ule wa kufuata tu ushabiki, kwamba anamuona kijana mwenzake anafanya kile, anashangilia, basi na yeye tu anasukumwa kwenda kufanya kile ambacho mwenzake anakifanya, bila kujua nini anachofanya, bila kujua malengo ya kile kinachofanyika ni nini. Lakini wapo wengine ambao walishiriki kwa kujua nini wanachokifanya, walishiriki kwa kujua nini wanachokifanya, lakini walishiriki kwa kushawishiwa. Na kundi hili ni wale watu ambao tuliwakuta pia wamelipwa fedha kwa kukiri wao wenyewe. Lakini lipo kundi lingine ambalo lilishiriki sio tu kwa kushawishiwa na kupewa fedha, wakaingia kwenye vurugu. Wengine ambao tuliowakuta baada ya kuwakamata na kuwafanyia mahojiano, wengine walishiriki katika kuratibu mipango ya kufanya vurugu. Na kundi hili ni lile kundi ambapo walipewa mafunzo maalum ya namna ya kutekeleza vurugu hizo, lakini na wao walipewa fedha nyingi zaidi kuliko hawa vijana wetu wadogo wadogo ambao walikuwa wanapewa 10,000, 30,000.